Ikumbukwe mji wa Goma unakaliwa na waasi wa M23, ambapo hivi karibuni rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila alitangaza kurejea katika nchi yake baada ya kukaa miaka kama 6 hivi uhamishoni, na dhima yake ya kurejea katika nchi ya Kongo ni kwamba anataka kuungana na wananchi au wakongomani kuleta amani katika nchi yao. Na hivi karibuni imesemekana kwamba Joseph Kabila amefika katika eneo la Goma na kukutana na baadhi ya viongozi wa M23, jambo ambalo radio ya BBC imeangazia asubuhi ya leo katika muktadha mzima kuhusiana na huko mashariki mwa Kongo, na jambo hili la Joseph Kabila, huku chama chake serikali ikiwa imekipiga marufuku kufanya siasa katika nchi hiyo. Nini mtazamo wa BBC katika jambo hili? Tafadhali tunaomba tuungane nao ili tusikie mtazamo wao na mjadala kwa ujumla. Raia waishio mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamekuwa na maoni tofauti baada ya kusambaa kwa taarifa za aliyekuwa rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kutembelea mji wa Goma, mkoa wa Kivu Kaskazini, wakati vita kati ya M23 na jeshi la Kongo FARDC wanaoungwa mkono na makundi ya wazalendo vinaendelea kushuhudiwa mashariki mwa nchi hiyo ya Kongo. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Joseph Kabila aliyeshutumiwa na serikali ya Kongo kwa kuunga mkono waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ashuhudiwa kwenda Goma wakati mji huo umekuwa ukidhibitiwa na waasi kwa miezi kadhaa. Mnamo Aprili 8, Joseph Kabila aliripotiwa kutangaza kurudi nchini mwake DRC baada ya miaka 6 ya ukimya, mwaka wa uhamishoni, na alikabiliwa na kudorota kwa hali ya usalama. Alikuwa ameelezea hamu yake ya kuchangia kutafuta amani na usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kurudi kwake hasa kutembelea mji wa Goma tangu Ijumaa juma lililopita kumezua hisia mseto miongoni mwa raia, lakini pia wanasiasa pamoja na serikali ya DRC. Upande wa raia waishio mashariki mwa Kongo wamekuwa na haya ya kujulisha. Yeye kama vile rais mstaafu, tuna matumaini kwamba anaweza akachangie kwa ajili ya kuleta amani na kuleta suluhu. Hatushoni kitu gani iliacha anafika hapa Goma. Itufurahishe kwa sababu watu wanaendelea kukufa. Tusikia anafika Goma, anakuja kutuokoa, tushakuwa na imani kisi tutapata amani. Nao wachambuzi wa masuala ya usalama Profesa Dadi Saleh, akiwa mmoja wao mashariki mwa Kongo DRC, pia amejulisha hisia zake. Kila mtu anaweza kufika Goma. Yeye haiko sawa, kila mtu ni rais wa zamani. Sasa shike tunaangalia tufahamu kabisa yeye atatuelezea na kuelezea batu yote na iko na mpango gani, namna gani, ngambo gani atakapata. Tunajua shie wote atifikishe nchi, maana yake akakuwa na mpango ya mbaya konti Kongo itakuwa shida tena zaidi. Akakuwa na mpango wa mzuri inaweza kuwa vema. Wasili nchini Kongo kwa aliyekuwa rais wa zamani wa Kongo DRC Joseph Kabila ulizua ugomvi mkubwa kati ya utawala ulioko madarakani na chama cha UDPS ambao walikwenda madarakani na PPRD, chama chake cha siasa. Msemaji wa serikali ya Kongo DRC Patrick Muyaya alijibu Jumamosi Aprili 19, siku moja baada ya kuwasili kwa rais wa zamani Joseph Kabila huko Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini, mji unaodhibitiwa na M23. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari Lubumbashi, Patrick Muyaya alijiuliza juu ya maana ya safari hii iliyotengenezwa na rais wa zamani. Haipaswi kusahau kuwa rais Kabila mwenyewe alipigana na M23 wakati alipokuwa kamanda mkuu. Kuna maafisa wakuu waliokufa katika mapigano dhidi ya waasi hawa, na wengi wao wamekuwa wakitegemea Goma kila wakati. Lazima kuangalia ishara na shughuli ambazo hulipwa na matokeo ambayo anaweza kuyapata. Upande wa chama cha PPRD unakanusha mashtaka na lawama zozote dhidi ya Joseph Kabila. Bedina Kambere ni katibu msaidizi wa chama hicho, alikemea majaribio yaliyolenga kutengua mamlaka ya maadili ya mafunzo yao ya kisiasa. Kama ni ile ambayo wanasema rais Joseph Kabila amejitokeza Goma, nani alionyesha hata picha yake hata mmoja pale Goma? Yeye akafika Goma kama mwananchi. Ni dhambi gani wanaenda wakasimamisha
chama. Sasa chama ilifanya nini kama chama? Haya yanajiri wakati pia raia waliondoka makazi yao mkoani Kivu Kaskazini na Kivu Kusini waishio sasa jijini Kinshasa kwa kuhofia mapigano ya M23 pamoja na jeshi la Kongo FARDC mashariki mwa Kongo. Wanalalamikia pia kukabiliana na shida kadhaa mjini humo. Kama ulivyosikia katika taarifa hiyo, sasa katika gumzo tunaangazia kurejea kwa rais wa zamani Joseph Kabila huko nchini DRC na hatua ya serikali kupiga marufuku chama chake. Inamaanisha nini kwa siasa za Kongo? Nimemuuliza Profesa Edgard Mahungu, mchambuzi wa siasa akiwa Goma, na mwanadiplomasia mwandamizi Omar Kashera, mtendaji mkuu wa kituo cha sera za kimataifa Afrika. Inawezekana kweli amerejea, maanake wengine wanasema hawajaona hata picha akiwa amerejea Kongo kupitia Goma. Colonel Nangaa ni mtu wa karibu sana na Rais Kabila na alikuwa ni mkuu wa uchaguzi wakati Rais Kabila akiwa rais. Kwa hiyo ipo hofu kubwa sana Kinshasa, hasa Rais Felix Tshisekedi, na wakati hizi fununu zinakuja alikuwa na ziara kule Lubumbashi, ilibidi aikatishe na kurejea Kinshasa. Ndio hayo yakatokea kupiga marufuku chama cha siasa cha rais wa zamani Joseph Kabila na kuvamia nadhani shamba lililopo kilomita 80 nje wa mji wa Kinshasa kufanya upekuzi, na baadaye kufanya upekuzi katika nyumba ya rais mstaafu Kabila. Hii ni ishara kubwa kwamba Kabila ana nguvu sana na anaogopeka na uongozi wa rais wa sasa wa Tshisekedi. Kwa hiyo hata chama chake alikuwa katika mkutano na kusema kwamba taifa liungane na kufanya maridhiano. Sasa tunashuhudia yanatokea hayo. Hili linaleta matumaini ya amani kweli? Kwa upande wako Profesa Mahungu, unazungumziaje hili? Nyuma ya mambo kuna giza mengi na masemi ni mingi, na tunajiswali kweli ni lini. Na kadiri mwenye diplomasia amesema kulikuwa masikilizano kati ya Tshisekedi na bwana Joseph Kabila, sisi raia hatuyaelewe, hatuyajui ilikuwa kwa masikilizano kwa ngazi gani, ilikuwa kwa lengo gani, na imehusu namna gani. Tunajua ya kwamba ya lazima inapasha kweli kwa masikilizano ya kisiasa. Sasa kama hawa wawili wasikilizane kufuatana na mambo waliotia katika mkataba yao kama raia sasa kupata matukio ya kutoelewana kwao, na ukifuata vizuri kuchembuza mambo juu ya hiyo mambo, hiza ni nyingi, tunakosa kama kweli ni kwa upande gani. Mzozo ni kwa upande wote, kila mmoja akisema ni juu ya anakuwa kwa upande wake, na hatujui ukweli kwa wapi katika demokrasia. Ni ushahidi gani uliotolewa na serikali unaunga mkono madai kwamba PPRD ama Kabila wana uhusiano na waasi wa M23? Mimi binafsi siwezi kusema hivyo, kwani kwa kweli bado hatusikia PPRD kuchukua tunaweza sema kusupport kupitia njia ya official kusema sisi tuna support kwa mfano chama cha M23, bado hatusikia hayo. Sasa je, kunyamaza kwa wamoja inaweza kusema mara hiyo wameunga mkono waasi? Maswali ni mingi, ndio maana nimesema kwa mambo hayo na mzozano hayo kuna mambo giza, na sisi inabidi watuambie ukweli. Naam, Bwana Kashera. Mimi nadhani kidiplomasia, kisiasa na kiusalama zipo taarifa ambazo ukiziunganisha zile dots unaona kabisa kuna mahusiano ya karibu sana. Kwa intelijensia ya serikali iliyoko Kinshasa, ndio maana Rais Tshisekedi alikuwa na ziara Lubumbashi, ilibidi aiache ziara na kurejea Lubumbashi, na ndio tumeona haya ya kupiga marufuku chama cha Rais Kabila. Rais Kabila ni mtu aliyekaa madarakani miaka 18, ni mtu ana nguvu sana, sio mtu mdogo. Na mzozo huu unfortunately unachukua sasa mzozo wa kiundani wa Kongo wenyewe, alafu na mzozo unaochangiwa na kuchagizwa na watu kutoka nje. Kwa hiyo mimi kama mwanadiplomasia siwezi kuzipuuza hizo hisia na taarifa kwamba Rais Kabila anaunga mkono waasi wa M23. Kumbuke kwamba Colonel Nangaa ni mtu wa karibu sana na Rais Kabila. Wengi hapa barani Afrika wametoa wito wa suluhisho la amani lipatikane kwa njia ya kidiplomasia.
Mnaona dalili ya hilo kufanyika hasa chini ya mpatanishi mpya rais wa Togo? Mimi nina hofu kubwa sana, na nilitegemea mkutano uliofanyika Dar es Salaam SADC na EAC ungekuwa na upatanisho mpya, na labda tungekuwa na kitu kinaitwa Dar es Salaam process, kwa sababu Rwanda process ilishashindwa na Nairobi process ilishashindwa. Sasa sina hakika kwamba rais wa Togo kama anaweza mzozo huu. Lazima tuanze na wanaohusika na mzozo, lazima tuwaweke wahusika wote. Tuzungumze Rwanda, tuzungumze Burundi, tuzungumze Uganda, ni very complicated. Kwa hiyo lazima tuanze na ndani. Region hii inaamini ina uwezo wa kumaliza mzozo huu kama tukua serious, na viongozi wasionane haya waambizane kweli. Kuna changamoto nyingi, ngambo zote hawaaminiane, hakuna yule anayeaminia mwenzake. Kila mtu anasema yeye ana sheria na inabidi afikie lengo lake. Waasi wanapenda wafanye mapinduzi, na wale wanaokuwa kwenye uongozi wanapenda wabaki, na hawatumainiane, na mzozo ni nyingi. Inabidi, kabla mdiplomasia amesema ukweli, na shughuli kubwa ya kupenda amani iwe kwa ngambo zote. Yapi yatakuwa matokeo ya marufuku hii hasa kwenye ushawishi wa kisiasa wa Kabila na chama chake hapo DRC? Na hivyo ndio ninasema, naendelea kusema, kama hawatie amani mbele ya yote, itakuwa mwenendo bila ya kufaulu, bila faida kwa raia. Sisi sote tukingojea amani, tukiingia tu kwa njia za kisiasa, kisiasa ni faida ya wale wanaohusika, na wale wanaopoteza kwa yote ni raia. Na kadiri nchi ni nyingi, Uganda, Rwanda, Kongo, Burundi, hiyo level wanapaswa kushughulikia kusudi mzozo hiyo uweze kukamilika. Kuna matumaini yoyote sasa jinsi mambo yanavyokwenda kwamba hali ya usalama itaimarika, mauaji yatakoma? Unaona hivyo Kashera? Mpaka sasa watu milioni 7.8 wameshakuwa displaced, wameondolewa kwenye makazi yao, wengine wameuawa, wanawake wanabakwa, watoto wanabakwa. Ni jambo ambalo kwanza jumuiya ya kimataifa imelikalia kimya, na sijui ni kwa nini jumuiya ya kimataifa imekuwa hivi. Una maana gani unaposema kwamba jumuiya ya kimataifa imelikalia kimya? Imelikalia kimya kwa sababu kinachoendelea DRC sasa hivi ni kama ni watoto yatima walioachwa wenyewe. Kwa mfano Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, SADC, EAC, ndio maana nikasema viongozi tunaoneana aibu, tunaogopana. Tunajua tatizo liko wapi. Tunatakiwa kupress hiyo button kwa kuambizana ukweli. Mwanadiplomasia mwandamizi Omar Kashera ambaye pia ni mtendaji mkuu wa kituo cha sera za kimataifa Afrika, na Profesa Edgard Mahungu, mchambuzi wa siasa akiwa Goma, kama ulivyosikia katika gumzo asubuhi hii. Asante sana Jafari Kopo.